Katika vitabu 66 vya Biblia tunaweza kujifunza historia ya kanisa la mapema. Katika siku hizo kulikuwa na magumu, taabu na mateso mengi. Waumini wa kanisa la mapema walipokabiliwa na magumu na taabu, waliyashindaje? Kwa imani ya aina gani wangeweza kuvuka changamoto? Inapokuja kwa kazi ya Injili ya kanisa la mapema, si sana kusema kwamba tumaini la mbinguni lilikuwa kila kitu cha imani yao. Siku hizi makanisa mengi yanayotuzunguka yanasambaratika. Ni kwa sababu mara nyingi wanafuatilia jinsi ya kuishi maisha bora kwa chakula bora na mavazi bora duniani badala ya kuwa na tumaini la mbinguni. Ninawezaje kuwa na maisha yenye kuvutia zaidi? Ninawezaje kuishi kwa starehe zaidi? Wakilinganisha maisha yao na ya wengine katika mtazamo wa kimwili, tumaini lao la mbinguni linatoweka. Tamaa hizo za kidunia lazima zisiathiri Sayuni. Kila wakati tunapaswa kuweka tumaini na lengo letu mbinguni badala ya duniani. Hivyo wakati huu tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa kuishi kwa muda na kuishi milele. Mitume wa kanisa la mapema waliteswa na walikabili magumu mengi. Hata hivyo, siku zote walihubiri kuhusu ufalme wa Mungu kwa watu wa ulimwengu, kwa sababu tumaini lao na lengo lao la maisha lilikuwa katika ufalme wa milele wa mbinguni, si katika ulimwengu huu. Ijapokuwa tuna magumu duniani, hakuna maumivu mbinguni. Ijapokuwa tuna matatizo ya kifedha, hakuna huzuni wala maumivu mbinguni. Mungu anaandaa shangwe ya milele kwa ajili yetu katika ufalme wa mbinguni. Mitume walipanda tumaini kama hilo katika mioyo ya watu. Kuishi kwetu katika dunia hii ni mchakato wa lazima kwetu kupitia. Lakini walipoweka kusudi la kweli la maisha yao mbinguni, walifikiri tu, Bwana alisema tutakula na kunywa mezani kwake katika ufalme wake na tutaketi katika viti vya enzi, tukiyahukumu makabila 12 ya Israeli. Tutakuwa na utukufu kama huu lini? Wakiwa na tumaini kama hilo akilini, waliweza kuyashinda mateso na ukandamizaji wote. Sisi pia hatupaswi kufungua macho yetu kwa maisha ya kidunia. Hatupaswi kuiona dunia kama kila kitu, bali tufungue macho yetu tuutazame ufalme wa mbinguni. Tunapaswa kufikiri kila wakati, ninaweza kufanya nini kwa ajili ya ufalme wa mbinguni? Tuangalie historia ya kanisa la mapema kupitia Biblia. Tuangalie Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari wa 22. Je, wao ni Waebrania? Mimi pia ni Mwebrania. Je, wao ni Waisraeli? Mimi pia ni Mwisraeli. Je, wao ni wazao wa Abrahamu? Mimi pia ni mzao wa Abrahamu. Je, wao ni watumishi wa Kristo? Na nena kiwazimu. Mimi ni zaidi yao. Nimefanya kazi kwa bidii kuliko wao, nimefungwa gerezani mara kwa mara, nimechapwa mijeledi sana na nimekabiliwa na mauti mara nyingi. Mara 5 nimechapwa na Wayahudi viboko 40 kasoro kimoja. Mara 3 nilichapwa kwa fimbo, mara 1 nilipigwa kwa mawe, mara 3 nimevunjikiwa na meli, nimekaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Katika safari za mara kwa mara, nimekabiliwa na hatari za kwenye mito, hatari za wanyang'anyi, hatari kutoka kwa watu wangu mwenyewe, hatari kutoka kwa watu wa mataifa, hatari mijini, hatari nyikani, hatari baharini, na hatari kutoka kwa ndugu wa uongo. Nimekuwa katika kazi ngumu na taabu, katika kukesha mara nyingi, ninajua kukaa njaa na kuona kiu, nimefunga kula chakula mara nyingi, nimehisi baridi na kuwa uchi.
Zaidi ya hayo yote, nakabiliwa na mzigo wa wajibu wangu kwa makanisa yote. Je, ni nani aliye mdhaifu nami nisijisikie mdhaifu? Je, nani aliyekwazwa nami nisiudhike? Kama ni lazima nijisifu, basi nitajisifia yale mambo yanayoonyesha udhaifu wangu. Hii ni rekodi ya Mtume Paulo katika kitabu cha Wakorintho wa pili. Alipigwa kwa fimbo mara 3 na akachapwa viboko 40 kasoro kimoja mara 5. Mara moja alipigwa mawe na meli ilimvunjikia mara 3. Alikaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Alikabiliwa na hatari za kwenye mito, wanyang'anyi, watu wake mwenyewe, watu wa mataifa, mijini, baharini na ndugu wa uongo. Alipokuwa akihubiri Injili, alikuwa katika kazi ngumu, taabu na kukesha mara nyingi. Alijua kukaa njaa na kiu. Alihisi baridi na kuwa uchi. Lakini hakuweza kuacha kazi ya Injili, na kulikuwa na sababu. Ilikuwa kwa sababu ya mbingu ambayo siku zote aliifikiria. Katika mtazamo wa kidunia, Mtume Paulo hakuwa akifanya biashara ya kutengeneza faida. Hakuna mtu aliyempongeza kwa kazi yake. Lakini kwa hiari alifanya kazi kwa ajili ya Injili kwa sababu hakuweza kusahau utukufu wa mbingu ya tatu ambao Mungu alimwonyesha. Kwa sababu aliamini kabisa kwamba ufalme wa milele wa mbinguni upo, hakuna kitu cha duniani au cha kidunia ambacho kingeweza kutikisa moyo wake au imani yake. Kila mtu tunapaswa kuweka tumaini letu mbinguni zaidi. Imani yetu si ya kuwaonyesha wengine, ni kwa ajili ya wokovu wetu. Tunafikiri, je, Mungu atapendezwa anapoiona imani yangu? Malaika mbinguni wanaponiona imani yangu ni nzuri vya kutosha? Ikiwa watu ambao wana tamaa za ulimwengu huu wanaambiwa kuishi kama Mtume Paulo, hawataishi. Hawawezi kuifanya. Nini kilimtokea Dema? Alikuwa mfanyakazi mwenzi wa Mtume Paulo, alimfuata kuhubiri Injili. Lakini siku moja Paulo alisema, Dema ameniacha kwa sababu aliupenda ulimwengu huu. Tumaini la Dema la mbinguni lilikuwa dhaifu kuliko tamaa yake ya ulimwengu huu. Paulo alikuwa na tumaini zaidi la mbinguni kuliko tamaa ya ulimwengu huu. Paulo daima aliwaza, ninawezaje kupokea baraka zaidi mbinguni? Ninawezaje kumpa Mungu utukufu zaidi? Kwa kuwa siku zote alikuwa na hamu ya ufalme wa mbinguni, kwa kadiri wakati mwingine alitengwa na watu duniani. Wakati mwingine hakuweza kula au kuvaa nguo vizuri. Wakati mwingine alipambana na baridi, uchi na njaa. Alifanya juhudi zaidi kwa ajili ya Injili kuliko mtu mwingine yeyote. Alifanya kazi sana, lakini hakujisifu juu yake mwenyewe. Alidhani ilikuwa kazi aliyopaswa kufanya. Tunapojifunza historia ya kanisa la mapema, kulikuwa na makundi mawili ya watu waliokuwa na tumaini kubwa la mbinguni na watu waliokuwa na hamu sana ya ulimwengu. Tuchukue mfano wa Yuda Iskariote. Alisikia unabii mwingi kuhusu Kristo naye akaujua. Aliona Yesu akiwalisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki 2, kisha akajaza vikapu 12 mabaki. Yesu alifanya maajabu mengi. Hivyo mwanzoni Yuda alimfuata Yesu akifikiri, Yesu ndiye Masihi, Mwokozi. Atawaokoa Wayahudi kutoka katika ukandamizaji wa Warumi. Lakini alichokifanya Yesu kwa kweli ni kuhubiri Injili ya ufalme wa Mungu. Kazi yake ilikuwa tofauti na vile Yuda Iskariote alivyotarajia. Yuda alikuwa akimngojea Masihi katika mtazamo wa kidunia, lakini Yesu alikuja kuihubiri Injili. Yesu alikuja ulimwenguni kufungua macho ya kiroho ya wanadamu wote ili waweze kuwa na tumaini la ulimwengu wa kiroho.
Yuda alipomfuata Yesu, kwa kweli hakuwafukuza Warumi tofauti na matarajio yake. Makuhani wakuu na Mafarisayo waliposimama dhidi yake na kumsema vibaya, Yuda alimtarajia Yesu kuonyesha aina fulani ya nguvu zisizo za kawaida ili kuwaadhibu. Alifikiri ikiwa Yesu ndiye Masihi na mwana wa Mungu, atawashughulikia watu hao kwa neno moja. Lakini Yesu hakufanya jambo kama hilo. Alichokifanya Kristo kwa uangalifu mkubwa ni kufumbua macho ya watu wauone ufalme wa mbinguni. Muda si mrefu, Yuda Iskariote akapoteza imani katika Yesu. Matokeo yake, alimuuza Yesu kwa vipande 30 za fedha. Katika siku za kanisa la mapema, kulikuwa na watu waliokuwa na tamaa za kimwili na watu waliokuwa na tumaini la mbingu ya milele. Maisha yao yalikuwa tofauti kabisa. Mtu kama Paulo hakuwa na chakula wala nguo za kutosha, alitendewa kama mtu wa hali ya chini, kama mtumishi. Lakini aliona kama furaha. Kwa nini ilikuwa hivyo? Kwa sababu alitazamia mbinguni. Aliamini kikweli kwamba kazi zake zote zitakuwa baraka mbinguni. Walakini watu kama Yuda Iskariote au Dema hawakufanya vivyo hivyo. Waliupenda ulimwengu huu zaidi. Walivutiwa sana na maisha ya kitambo na yaliyoonekana duniani. Kupitia historia ya kanisa la mapema, Mungu anatuonyesha waziwazi akina nani wataokolewa na nani hawataokolewa hata katika ukweli. Waumini wengi wa kanisa la mapema wakati mwingine waliliwa na simba katika uwanja duara wa Roma. Wakati mwingine mwili wao wote ulifunikwa kwa mafuta na kufungwa kwenye mti na kuteketezwa kama mishumaa ya kibinadamu. Hata katika nyakati hizo zenye maumivu makali, waliimba nyimbo kwa tumaini la mbinguni. Katika filamu Quo Vadis, mnaweza kuona jinsi Kaisari Nero alivyoanzisha vitisho na kuwaweka Wakristo katika uwanja wa Colosseum kuliwa na simba. Kwa watu walioishi kwa ajili ya ulimwengu tu, nyakati kama hizo ziliogopesha. Lakini watakatifu waliishi kwa ajili mbingu tu. Ndiyo maana wote walitabasamu na kukubali magumu kwa furaha. Wote waliimba nyimbo pamoja wakiwa na tumaini la mbinguni. Kaisari Nero alisema wafanye Wakristo waache kuimba. Lakini haikuwa kitu ambacho angeweza kuzuia. Kama wangekuwa wa ulimwengu huu, angaliwazuia wasiimbe. Lakini mioyo yao ilikuwa mbinguni. Hakuna kilichoweza kuwazuia. Ikiwa kulikuwa na watu wa kawaida, lazima wangepatwa na hofu na kuomba kuwaokoa, wakisema sitamwamini Yesu, ili kuepuka mateso. Lakini watakatifu walikumbatia taabu na mateso hayo. Hatujui waliimba nyimbo gani kwa sababu hakuna rekodi kuhusu hilo katika Biblia. Lakini tukifikiria katika hali ya nyakati hizi, lazima waliimba baadhi ya nyimbo kama angavu, njia ya mbingu. Wote waliimba nyimbo kwa pamoja. Hata pale mikono yao iliporaruliwa na miguu kung'atwa na simba, hawakujali kuhusu maumivu ya wakati huo. Walifikiri, baada ya hili, tutaishi katika ufalme wa milele wa mbinguni. Tutakula pamoja na Bwana kwenye meza moja. Tutahukumu makabila 12 ya Israeli. Tutafurahia uzima wa milele na furaha mbinguni ambapo hakuna mauti, maumivu na kuteseka tena. Watakatifu wa kanisa la mapema walikuwa na imani kama hiyo. Ndiyo maana ukandamizaji na shida kutoka ulimwenguni havikuwasumbua hata kidogo.
Walifurahi sana kuteswa kwa ajili ya jina la Kristo. Kwa hiari walikubali magumu waliopitia wakiwa Wakristo. Nguvu kuu iliyowasukuma watakatifu wa kanisa la mapema kushinda magumu na kushika imani yao ilikuwa imani katika Mungu na tumaini la mbinguni. Hawakufikia hali ya kukata tamaa hadi kusema, sitamwamini tena Yesu, niokoe. Walikuwa wenye ujasiri na waaminifu. Hivi karibuni nitakutana na Bwana katika nchi yetu ya milele ya mbinguni. Kuna maana gani kuishi kwa kusikitisha ulimwenguni? Maisha ya watakatifu wa kanisa la mapema yalikuwa kwa ajili ya tumaini la mbinguni. Leo tunaishi katika enzi ya Roho Mtakatifu tukingoja ujio wa Kristo. Taarifa za jinsi watakatifu wa kanisa la mapema walivyoishika imani yao zimepewa kwetu kama kivuli na kielelezo, si ndio? Wote walichagua kuishi milele badala ya kuishi kwa wakati huu. Tunahitaji kufikiri, je, tunataka maisha ya muda mfupi duniani au tunataka uzima wa milele mbinguni? Tunahitaji kufafanua mtazamo na matendo yetu. Ikiwa tumeazimia kuishi kwa ajili ya mbinguni, tunapaswa kufanya kazi kwa ajili ya mbinguni kama wale wanaostahili mbinguni. Tunapaswa kufikiria kuhusu mbinguni. Tunapaswa kufanya juhudi kujiwekea baraka mbinguni. Vipi kama maisha yetu ni nusu kwa ajili ya ulimwengu huu na nusu kwa ajili ya mbinguni? Vipi kama imani yetu sio moto wala baridi? Kitabu cha Ufunuo kinasema nini kuhusu hilo? Mungu alisema, niko karibu kuwatapika mtoke kinywani mwangu. Mungu hataki imani kama hiyo. Hebu tuangalie zaidi kuhusu watu wa Sayuni katika nyakati za kanisa la mapema. Waliishi kwa ajili ya uzima wa milele, si kwa ajili ya maisha ya kitambo duniani. Tuone Wakorintho wa pili sura ya 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa 16 unasema, kwa hiyo hatukati tamaa. Ingawa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana dhiki yetu nyepesi iliyo ya kitambo inatutayarisha kwa ajili ya utukufu wa milele unaozidi kuwa mwingi kupita kiasi, kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza kuonekana bali yale yasiyoweza kuonekana. Ulimwengu huu unaoonekana ni wa muda mfupi. Ni ulimwengu wa pande tatu ambapo mwili wetu unaweza kuhisi, kuona, kusikia na kutambua. Lakini ulimwengu usioonekana ni ulimwengu wa 4 au 5. Tuone mstari wa 18 tena. Kwa sababu hatuangalii yale yanayoweza kuonekana bali yale yasiyoweza kuonekana. Kwa maana yale yanayoweza kuonekana ni ya kitambo tu, bali yale yasiyoweza kuonekana nini? Ni ya milele. Kila mtu, je, Biblia si neno la Mungu? Neno hili ni kweli nalo ni hakika. Mara tu unaposadikishwa kwamba Biblia inatufundisha ukweli, tunahitaji kujiuliza, je, litakuwa jambo la hekima kukata tamaa juu ya mambo ya milele kwa ajili ya mambo ya muda tu? Watakatifu wa kanisa la mapema walichagua umilele na wakaacha mambo ya kitambo. Kaisari Nero alidhani kama akiwakandamiza Wakristo kwa mamlaka na uwezo wake, wangejitiisha kwake. Lakini mbali na vile alivyotarajia, walihifadhi baraka za milele za mbinguni zaidi na zaidi. Walionekana kama wazimu machoni pake. Akawaza, hawa watu wana wazimu kabisa. Wanawezaje kuwa watulivu mbele ya kifo? Watu wa kawaida wangesihi na kuomba na kulia ili kuepuka kifo. Wangeacha hata imani yao. Lakini Wakristo kwa furaha waliupokea wakati wa kifo cha kishahidi.
Kwa nini ni hivyo? Ni kwa sababu waliamini kwamba wakati wa kukutana na Bwana ulikuwa unakaribia. Walichagua umilele badala ya kitambo, si ndio? Kuishi kwa ajili ya umilele badala ya kuishi kwa wakati huo kulikuwa mojawapo ya mafundisho muhimu ya kanisa la Mungu la mapema. Kaka na dada, tunapokuwa na imani kama hiyo, tunaweza kwenda mbinguni kama Paulo na Petro. Je, hamfikiri hivyo? Ingawa watu waliwahimiza, acheni mafundisho ya Mungu na muishi kwa ajili ya maisha yenu ya kimwili. Waliamini kwamba maisha kama hayo hayana thamani. Wakamjibu, mambo ya mbinguni ni makubwa zaidi na ya thamani zaidi na ni muhimu. Tunawezaje kukataa utukufu wa mbinguni kwa ajili ya vitu vya kidunia visivyofaa? Walitenda hivyo si kwenda kinyume nao, bali kuyashika mapenzi ya Mungu. Walakini lazima walionekana kuasi machoni pa watesi na watesaji. Watakatifu wa kanisa la mapema hawakuwa waasi wala wenye jeuri. Walitaka tu kuchagua uzima wa milele wakifuata mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana hawakuweza kukubali yale ambayo ulimwengu huu uliomba kutoka kwao. Walisema, amueni wenyewe kama ni haki machoni pa Mungu kuwatii ninyi badala ya Mungu. Hatuwezi kuwacha uzima wa milele kwa ajili ya maisha ya kitambo. Walikufa wakiwa na tabasamu kwenye nyuso zao zote kwa imani kama hiyo. Ilimpa Nero wazimu. Wanawezaje kufanya hivyo? Mtu huyu, mtu yule. Nyuso za Wakristo waliokufa zote ziling'aa kwa tumaini. Tunahitaji kuchunguza imani yetu na kujiuliza ikiwa tunajishughulisha na maisha haya ya duniani bila tumaini la mbinguni ingawa tunadai kumwamini Mungu. Katika siku za kanisa la mapema, watakatifu walikuwa na imani yenye nguvu sana. Hivyo wote waliweza kuvumilia taabu na maumivu. Wakati wa enzi ya kitume, kanisa lilikuwa na imani yenye kutamanika zaidi na tumaini lenye nguvu zaidi la mbinguni. Tuangalie Warumi sura ya 8 mstari wa 13. Kwa maana mkiishi kwa kuufuata mwili mtakufa, lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa Roho mtaishi. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio watoto wa Mungu. Kwa maana hamkupokea roho ya utumwa iwaleteayo tena hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana, ambaye kwa yeye twalia, Abba, yaani Baba. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Hivyo, ikiwa sisi ni watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Na yahesabu mateso yetu ya wakati huu kuwa si kitu kulinganisha na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Hii inamaanisha kwamba utukufu haulinganishwi kamwe. Utukufu ambao Mungu ameandaa kwa ajili yetu ni mkuu na mzuri sana. Lakini vipi kama tukishindwa kulitambua? Mkija Sayuni tu bila kuwa na tumaini la mbinguni? Lazima tusifanye hivyo. Wachungaji, watendakazi na wenye vyeo wote na wadhifa katika Sayuni lazima waongoze kaka na dada hadi mbinguni wakiwa salama. Inatubidi sote tuwakumbushe watu kuhusu ufalme wa Mungu kwa sababu wanaendelea kuusahau huku wakijifurahisha katika anasa za ulimwengu. Hii ndiyo misheni yetu kama wenye cheo na wadhifa na kama waumini ambao wameitwa mapema. Wanawake wawili watakuwa wanasaga pamoja, naye mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Kwa nini mmoja wao atatwaliwa na mwingine ataachwa?
Ni kwa sababu wana malengo tofauti akilini mwao. Mmojawapo anazingatia tu lengo la imani, uzima wa milele katika ufalme wa mbinguni. Huyo mwingine ana imani vuguvugu, akifikiri nimekuwa katika ukweli na Mungu ananibariki ingawa sifanyi kazi kwa bidii vya kutosha. Itakuwa sawa kwangu kufurahia raha katika dunia hii na kwenda kanisani siku ya Sabato mara moja tu. Haijalishi tunaishi wapi, iwe kwenye visiwa au katika nchi zisizo na bahari. Kwanza kabisa, tunapaswa kutambua kwa nini tupo hapa duniani. Tumetupwa chini duniani kama matokeo ya kutenda dhambi mbinguni. Haijalishi kama sisi ni maafisa wa vyeo vya juu au watumwa katika dunia hii. Sisi sote tumetupwa chini kwenye dunia hii tangu nafsi zetu zilipotenda dhambi mbinguni. Kupitia msamaha wa dhambi Mungu anaotujalia hapa duniani, sasa tunaweza kwenda mbinguni. Hivyo lazima tujiandae kurudi nyumbani kwetu tulikotoka. Si ndio? Lazima tufanye mbinguni mahali petu pa kwenda. Lakini vipi kama tukipotea kama Waisraeli walivyofanya wakati wa safari yao ya miaka 40 kupitia jangwa? Baada ya Waisraeli kutoka Misri, walianza safari kwenda Kanaani. Lakini safari yao kwenda nchi ya ahadi ilijawa na changamoto. Wengi wao walisema, je, si ingekuwa bora kwetu kupiga kambi na kuishi hapa? Je, tunapaswa kwenda njia yote hadi Kanaani? Nini kiliwatokea mwishoni? Walishindwa kuingia katika nchi itiririkayo maziwa na asali, na wote wakaangamizwa jangwani. Kaka na dada, Mungu alituonyesha historia hii kama kivuli, si ndio? Msisahau tumaini la mbinguni. Shetani siku zote hujaribu kutufanya tujifunze mambo ya dunia hii. Hivyo kitabu cha Warumi sura ya 12 kinasema nini? Kinasema, msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu. Tuangalie Warumi sura ya 12 mstari 2. Msifuatishe tena mfano wa ulimwengu huu, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Ndipo mtaweza kuonja na kuhakikisha ni nini mapenzi ya Mungu yaliyo mema, yanayopendeza machoni pake na ukamilifu. Kupitia vyombo vya habari mbalimbali, Shetani anaendelea kupotosha roho za watu ili wasiweze kuendelea kuelekea mbinguni. Kaka na dada, wokovu wetu ni wa thamani kiasi gani? Tunapoingia Kanaani, Mungu atatubariki kwa yote tuliyovumilia kama alivyotuahidi. Mafungu yote ya ahadi za Mungu yatafunguliwa. Hata hivyo, Waisraeli walikosa subira njiani, nao wakasema, inachosha. Tumechoka na kuchoshwa. Hebu tubaki hapa tu badala ya kwenda Kanaani. Vipi kuhusu kuishi hapa? Mungu ameandaa baraka zisizohesabika kwa ajili yetu, na tunaweza kuzipokea tutakapofika mahali ambapo Mungu alitukusudia tuwe. Walakini kulikuwa na watu waliowachochea Waisraeli wapotee. Hatimaye wachochezi waliangamizwa na wale waliochochewa wakaangamizwa pia. Kilichowapata Waisraeli kwa miaka 40 jangwani ni kivuli kinachotuonyesha ni vipingamizi gani tutakavyokabili njiani kwetu kwenda mbinguni. Sivyo? Sisi ni watu wa Sayuni. Hebu tusikazie tu juu ya maisha yetu ya muda ya duniani, bali tuwe na macho ya kiroho kuona uzima wetu wa milele. Tuangalie 1 Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Msiupende ulimwengu wala mambo yaliyo ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba bali hutokana na ulimwengu. Nao ulimwengu unapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu milele. Ulimwengu huu na tamaa zake zote hufifia au hupita kadiri muda unavyopita. Walakini wale wanaofanya mapenzi ya Mungu wataishi milele.
Mungu ameandaa mahali kwa ajili yetu kuishi milele na milele. Yesu alisema, nyumbani kwa Baba yangu kuna vyumba vingi, sivyo? Pia alituahidi kuturuhusu kula na kunywa mezani pake na kuhukumu makabila 12 ya Israeli. Alituahidi, nitawapa ufalme mtukufu ambapo hapana maumivu, wala mauti, wala mateso, wala huzuni, nanyi mtatawala humo milele na milele. Lazima tuamini ahadi hii na tukimbie kuelekea yale ambayo Mungu ametuahidi. Je, ni sahihi kwetu kutumia 90% ya muda wetu kufanya mambo ya kidunia na 5% au 10% tu ya muda wetu kufanya mambo ya kiroho? Hakika hapana. Jinsi tunavyoonekana hapa duniani sasa sivyo tulivyoonekana mwanzoni, si ndio? Sisi sote tulikuwa malaika mbinguni. Lazima turudishe hali yetu ya malaika. Tunaporudishwa kwenye hadhi yetu ya asili, tutapokea taji ya uzima wa milele ambayo tuliipoteza mwanzoni. Sisi sote tutarudishwa kwenye wadhifa wetu wa awali kama wana na binti za Mungu katika ufalme wa mbinguni. Wakati unakaribia ambapo Mungu atatupa utukufu huu wote. Hivyo ni lazima tusiyakazie uangalifu mambo ya kidunia. Ndiyo maana Biblia inasema kwamba siku moja ulimwengu huu na tamaa zake zote hutoweka kama povu, bali wale wafanyao mapenzi ya Mungu wataishi milele. Hebu tuchague umilele na tutafute kaka na dada zetu waliopotea kwa haraka, bila kusahau makao yetu ya kiroho, ulimwengu wa milele. Wakati unakuja kwetu kurudi nyumbani kwetu pa kiroho ambapo tutafurahia uzima wa milele pamoja na Baba na Mama yetu wa mbinguni. Imeandikwa katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kwamba mambo yote Mungu aliyotuandalia hayakuingia katika moyo wowote, si ndio? Maisha yetu mbinguni ni zaidi ya ufahamu na mawazo yetu katika ulimwengu huu wa pande tatu. Katika mng'ao wa nuru angavu, tutasafiri pamoja na Baba na Mama wa mbinguni, tukimtembelea dubu leo, kesho Orion na Kilimia kesho kutwa. Mbinguni hakuzuiliwi na muda na nafasi. Ukweli kwamba tunawekewa mipaka ya muda na nafasi unaonyesha kwamba tumewekwa katika gereza la kiroho. Kuna vizuizi kwa shughuli gerezani. Tunaishi katika ulimwengu wa pande tatu ambapo tumezuiliwa na muda na nafasi. Hakuna mipaka katika muda na nafasi katika ulimwengu wa milele tunakoenda. Kwa kuwa hatuzuiliwi na muda, hatuzeeki kamwe, hakuna kuzeeka mbinguni. Mbinguni hatutahitaji tena kuteseka kutokana na hofu ya mauti na magonjwa. Mungu atatuweka huru kutoka katika hali zote ngumu ambapo tuna huzuni na taabu. Watakatifu wa kanisa la mapema walifanya kazi kwa bidii kwa ajili ya Injili, wakiutazamia ulimwengu wa milele ambapo Mungu anatengeneza shangwe na raha mpya kila siku. Tukiwa na roho ile ile ya imani, hebu tuifuate kwa neema njia nzuri waliotembea. Tukingojea kwa hamu siku hii Injili itakapohubiriwa hata miisho ya dunia, hebu tujikumbushe raha na amani ambayo tutapewa milele katika ufalme wa mbinguni. Ninawaomba kwa dhati kuwa na imani ya kutosha kufanya hivyo. Asanteni sana.